wiki hii ya fedha kitaifa hapa mkoani Tanga, tunaileta sasa sekta ya bima kwa wananchi, tukisisitiza kwamba swala la bima sio swala la hiari tena, lakini tukumbuke kwamba swala la bima ndiyo uti wa mgongo na ndiyo injini ya kwenda kukinga maisha ya watu, kukinga vile vile shughuli za kilimo na kukinga shughuli za uchumi wa nchi au uchumi wa taifa. Kwa hivyo hatutasita kuchukulia sheria kali kwa makampuni ambayo yatakiuka miongozo, sheria na taratibu ambazo tumeziweka kama mamlaka, ambazo zitakwamisha maendeleo haya ambayo tumeyasema. Lakini pia tuko hapa kuhakikisha kwamba wananchi wanasisitizwa juu ya elimu ya bima. Taifa lisipoelimishwa juu ya bima, ni dhahiri kwamba serikali yake inakwenda kubeba mzigo mzito wa majanga. Serikali inakwenda kubeba mzigo mzito wa umaskini ambao unasababishwa kwa muda mfupi, lakini pia serikali inakwenda kubeba mzigo mzito wa mdororo wa uchumi kwenye mnyororo wote wa uzalishaji mali nchini. Kwa hivyo tunadhani uwepo wa mamlaka ya usimamizi wa bima pamoja na makampuni ya bima kutoa elimu ya masuala haya ya bima ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba tunakuwa sambamba na ukuaji wa pato la taifa. Naye mkuu wa wilaya ya Tanga mjini alikuwa na haya ya kueleza. Na ujumbe wa mwaka huu unasema elimu ya fedha ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Sasa nichukue nafasi hii kutoa rai kwa Watanzania, lakini na wananchi wote wa Tanga kuhakikisha kwamba wanakata bima kwa ajili ya magari, bima kwa ajili ya afya. Lakini nitoe rai kwa watoa huduma wote kuhakikisha kwamba basi wanatoa fidia kwa wakati ili wanufaika waweze kunufaika na huduma hii ya bima kwa haraka. Asanteni sana.